Yes, karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu habari. Huyu naendelea kuwatangazia habari zetu za jioni ya leo. Kwa majina ni Nelson Reporter mwenyewe katika muda wetu habari kama kawaida. Nakuuliza, umesha kufanya subscribe ndani ya Goma TV ama kabla haujafanya subscribe, bonyeza alama nyekundu haraka haraka. Mashabiki zangu wote kutokea katika pembe zote za dunia kwa sasa, na kama subscribe Bukavu TV, kumbuka kusubscribe Goma TV kwa sasa. Kumbuka kwa sasa Media Bukavu TV na Goma TV tunashirikiana katika muda wetu wa habari. Kila mara nikiwapasha habari zangu mara moja, elewa tayari nikuletea habari yenye uhakika na habari yenye ukamilika. Na kwa sasa ukiona tuangalia katika channel hizi tayari, elewa tayari mimi nimekuletea taarifa yenye mshimamo. Lakini leo nimejaa furaha nyingi zaidi. Kwa sababu gani? Leo nimejisawisha kama katika eneo kunaendelea kwa mazingira ama mambo yameendelea kubadilika katika sekta tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini hebu tusahau kidogo kwanza haya mapigano yameendelea kwa ndani ya nchi ya Kongo, lakini tuwapashe habari zingine kutokea upande gani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na natanieleza rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ako eneo gani kwa sasa? Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hayuko ndani ya nchi kwa sababu alielekezana na wachezaji wa mpira katika wachezaji wa mpira Equipe Nationale Leopard mara moja katika nchini Portugal. Kwa sasa wachezaji Leopard na Portugal watacheza mpira vipi? Kwa sasa tunasubiri tuone mpira wa Portugal na pamoja na Leopard, wachezaji wa mpira wa Kongo. Kwa sasa wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wengi wanashabikia mara moja Leopard. Wanasema kwa kweli Leopard inabidi ipige vigoli viwili, wengine wanasema vigoli vitatu, wengine wanasema inabidi warudi pamoja na kikombe ama Coupe du Monde. Lakini kumbuka mchezo wa mpira bado utakuwa umebaki karibu kwa sasa Kongo tarehe 22 tena watacheza pamoja na Colombia. Kongo tena itacheza mpira na Colombia, Kipe Leopard itacheza na Colombia tarehe 23. Kama unavyonisikiliza kwa sasa, kabla nikuje kufafanua mpira huyu, ngoja kwanza tusikilize wachezaji wetu wa mpira ama mafansi wetu ama wale wanaoshabiki, mashabiki wa Leopard wanazungumzia nini kupitia haya mchezo wa leo. Muda wa mchezo itakuwa ni saa 2 jioni. Mchezo wa mpira utakuwa ni muda wa saa 2 wa jioni leo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itakuwa imejaa furaha nyingi sana kuona kama tena Kongo litakuwa limeepuka ushindi huyu katika ndani ya nchini ndani ya hapo Portugal. Kwa sasa mambo itaendelea kubaki vipi? Itakuwa ni shangwe kubwa zaidi kuona tena Kongo linapata sifa kwa sasa. Na kabla nizungumze haya, tusikilize kwanza mafansi kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ndani ya nchi wanasherekea vipi, wanafurahia vipi kupitia mpira huyu utakuwa leo ndani ya seta ya hapo Portugal. Tuwasikilize. Barabara na macho ya RDC Portugal, tunaamini kwamba RDC itaganya Portugal 100%. 3-0. Oui, ninaamini sana na Leopard. Naomba tu RDC itoshe iganye ipige Portugal. RDC yetu. Tunasupport tu tunacheza mimi, lakini kusema kabisa Portugal yetu iganye kwa difficile. Tukapiga ba DB partout pale kwa victoire kwetu sema Kongomani. Ndio poso na panya ya macho matatu. Tunataka bali ya Portugal Cristiano Pamarize banani kwa macho ya parados ni kula mbele kuna macho hii pana kuna angalia si RDC kwa sita ganye parce que kwa mwanzo tuliaja na victoire mpaka tutafikisha kwa mwisho. Ile iko tu uswate 1-0. Pronostic yangu kwa victoire tu turutena kwa nyumba. En fait, juste que au match moi ko très difficile kwa sana kusi kwanza kwa premier son kutana pays moi kabambi sana sa Portugal. Kama kawaida tu mnajua kwa sasa ni mambo shangwe zaidi. Kwa sasa raia ama mashabiki wote wana support kwa sasa Leopard kuona kwa kweli itarudi na ushindi nyingi. Lakini kumbuka Portugal ni nchi kubwa zaidi, na kwa sasa Kongo wana imani kusema kwa sasa walianza vizuri, kwa sasa hawezi kumaliza vibaya, kwa sababu Kongo litakuwa linabaki na timu mbili linapambana nao katika uwanja. Wakipiga Portugal watakuwa wamebaki na timu mbili, watakuwa wamebaki mara moja na timu kutokea ndani ya eneo ya Colombia na kubaki na timu lingine na kuja kuwasomea baadaye. Lakini kwa sasa hili turudi katika mambo haya ya mpira. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunaendelea kuwa bifu ama kunaendelea kuwa mambo ya ubaguzi, mambo ya tribalism. Lakini kwa sasa leo mambo ya tribalism wote wameacha, kwa sasa wote wameshengelea pamoja. Kumbuka kama wewe ni Muflero, wewe ni Muhavu, wewe ni Munyamlenge, wewe ni kabila fulani, kwa sasa wote, kwa sababu kumbuka Kipe ama wachezaji wa mpira wanaocheza katika nchi ni watu wa hiyo nchi.
nchi kwa sasa wote inabidi washerekee, wote inabidi waisapoti. Mpira ukiisha magomvi tena irudi. Kwa kweli nawaomba tafadhali wakongomani wote tusimamishe drapo pamoja, tujenge drapo moja kwanza, hili tusaidie mandugu zetu wao wanaenda cheza mpira ndani ya nchini huko ndani ya eneo ya Portugal. Kwa tendelea vipi, na Mwenyezi Mungu awabariki na washinde ushindi kama huyu. Na wasikia mashabiki wengi wanatamani kama tayari Leopard mara moja ipige vibao viwili vitatu, wengine wanasema tuna imani, lakini kuna wale wanazungumza kusema kwa kweli kupitia hili, hata kama tulikuwa na magomvi tofauti ama mambo ya harakati ya machangamoto tunapitia kwa sasa hivi, kwa sasa mambo inabadilika. Lakini kumbuka hata kwa sasa hili habari ni wapashe katika muda huyu, hata waandamanaji wa vita wote wamesimamisha kupiga kwanza vita, kwa sababu wanajua ekipe national Leopard ile iko pamoja keke paka wanacheza mpira, kwa sababu wanaona hakuna haja ya kumwaga damu hatua wachezaji wao wa nchi wanacheza mpira, kwa sababu hata kama unapambania ama unapigana, unasema unapigania haki yako, na tayari kuna ndugu zako huko mahali wanapigania nao haki ya nchi ijulikane. Hata kama wewe unapigania nchi, ndio unaipigania kwa njia, mnapigana unaokata wengine vichwa wa ADF wale wa wanani wa M23 na FARDC wazalendo, mnauana mara kwa mara, population maviktimi wanakufa. Lakini kumbuka wachezaji wa mpira wale ndio sauti ya nchi, ya kutangazia nchi, kutangaza nchi. Kuna nchi fulani kwa kweli inajulikana, kuna nchi fulani inazoea kucheza mpira, equipe nationale wanacheza ndani ya coupe du monde ya FIFA, wanachukua vikombe, kwa sababu nchi yoyote bila wachezaji wa mpira, bila wanamuziki bila na wapatia nzuri, nchi lenye haina bila wanamuziki, nchi haina wachezaji wa mpira, hiyo nchi kila mara inakuwa ikirudi nyuma. Kumbuka kwa nini nchi ya Kongo inajulikana kwa sasa, inajulikana vitu viwili, vitu vitatu. Inajulikana juu ya Diamond, uchimbaji wa madini; ya pili inajulikana kwa sababu ya wanamuziki; ya tatu inajulikana kwa sababu wachezaji wa mpira. Kwa sababu gani hao wote hizo vitu vinasababisha Kongo ijulikane, ikuwe shamba ya matunda kwa kila yote anavyotoka katika eneo pembeni. Katika habari haya sasa, ili tukuje kuwachambulia kabisa habari zingine, ndakuja kuwaleta mara moja ndani ya Kinshasa. Kwa sasa katika habari zetu tuko nazo kwa sasa mambo ya mpira huyo, lakini tuwatangazie kwa sasa habari mengine tumepata kwa sasa kupitia Goma TV na ndani ya Bukavu TV. Habari tumepata sasa ni kueleza kwa sasa viongozi wa chama cha wapinzani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wote kwa sasa wameanza kulaumu, wote kwa sasa wamepanga kufanya maandamano tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Lakini ukijiuliza katika maandamano haya wanaendelea kupanga, wamoja wanazungumza kusema tayari rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wale wa viongozi wa Moise Katumbi pamoja na Martin Fayulu pamoja na viongozi wengine wote wanazungumza kusema kama tayari rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa anataka nchi la Kongo ligawanyishe mara pili kwa sasa, kwa sababu ya CCLF ama kwa sababu ya wanajeshi wa M23 Twigwaneo wako katika eneo ya hapo, katika eneo ya mapigano. Ni yeye anasababisha, wengine wakahaji ama serikali ya Rais Felix Tshisekedi, hata rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anazungumza kusema kila mara wahasi wa M23 ni wanajeshi kutoka nchini Rwanda. Analaumu Rwanda kila mara. Kwa nini watu wengi tunachanganyikiwa akili bila kuwa na fikra ya kuona mbali? Nimewaambia kupitia media Goma TV, sisi tunakuja kuwapenyulia na kueleza hivi na kuambia kila chochote kinaendelea katika ndani ya sekta ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Inaomba mkongomani, wewe kama wewe ni raia wa nchi, kwa kweli usitegemee, nawaambia vizuri, hata kama hawa tayari maopozao wote wanakuja kuzungumza kama Rais Tshisekedi anakula wana mkataba pamoja na rais wa Jamhuri ya Demokrasia wa Rwanda pamoja. Lakini katika habari zangu nawaambia hivi, wale nao wanatamani kuwa na kiti, ama na huyu rais Felix Tshisekedi na yeye iko kwenye kiti. Kumbuka hao wote wanapigania haki, wanapigania tumbu zao. Hata mkiangalia viongozi wamekaa katika eneo fulani, mniambie nchi gani? Nchi la Kongo ukiangalia ndio la kwanza lenye viongozi wako kwao katika maeneo wanatokea vitanda. Ukiangalia Mwenga, muliona mara moja fasi yote mahospitali inakosa vitanda vya kulalisha wagonjwa, na Kongo inajaa fedha mingi zaidi, Kongo inajaa mali mingi zaidi. Lakini ukiona mabarabara mbaya, muliona Uvira gisi barabara ya Kavimvira iliharibika, kilalo kavunjika mara pili. Muliona mara moja Mwenga mambo iliendea upande wa huko ndani ya
ya sehemu ya nani ya Hombo, mliona Nord Kivu, Nord Sud na Nord West, mliona gisi barabara iliharibika, kilalo watoto wakaangua shule. Kwa sasa, kwa sababu Kongo haina miradi ya kuinvest kila viongozi ama kila katika sekta, kila mtu anataka kula aeke kwenye tumbo lake. Ndio maana nawaambia raia, population inabidi muungane, mshikamane na muelewe, kwa sasa hakuna muda wa kusikiliza viongozi yote, mujipiganie. Ukitegemea haya, mkitegemea wale wanaowasikiliza ama ukitegemea huyu, tayari babu yako haitakuwa vizuri. Kwa sasa katika habari zangu, elewa tayari, ili habari zetu za muda wa jioni, na kutakia heri njema, tuje kupatana kwa habari zetu za bye bye. Bye bye, Mwenyezi Mungu awape